kufikia 2050 katika watu 4 ambao wamekaa kutakuwa kuna mtu mmoja ambaye ana changamoto ya usikivu. Kama dunia kufikia 2050 inaweza kuwa takriban milioni 1.5 watakuwa na changamoto ya usikivu. Naitwa Dr. Shedrack Moses Lewanga, ni daktari wa mfumo wa usikivu hapa Kitonga Medical Hospital ambao kinapatikana Gongo la Mboto, Mzambarauni. Tunaendelea na kipindi chetu kwa kufahamu namna ambavyo sisi kama Kitonga Medical Hospital tumejipanga katika kutatua hizi changamoto za usikivu. Sisi kama Kitonga tumejipanga katika namna tofauti ya kuweza kutatua changamoto za usikivu. Tunafahamu changamoto za usikivu zimekuwa kwanza ni nyingi kwa sasa hivi kulingana na hali ya maisha, kulingana na namna ambavyo tunaishi katika maisha ya kawaida. Kama WHO walivyoongea katika data ya mwaka 2021 kwamba kufikia 2050 katika watu 4 ambao wamekaa kutakuwa kuna mtu mmoja ambaye ana changamoto ya usikivu, ambapo kwa hesabu ya haraka Tanzania tupo milioni 6 takriban, ni sawa na watu milioni 2 tutakuwa na changamoto ya usikivu. Lakini hapo kwa papo kama dunia kufikia 2050 inaweza kuwa takriban milioni 1.5 watakuwa na changamoto ya usikivu. Sasa sisi kama Kitonga tunajipanga kufanya nini ili kuweza kutoa hili gepu au kulipunguza hili gepu la watu wenye changamoto ya usikivu? Moja, kutoa huduma za usikivu kwa gharama nafuu, jambo la msingi. Kwa hiyo tutafanya vipimo vya usikivu kuanzia sikio la nje, sikio la kati na sikio la ndani kwa mtu yeyote ambaye anaweza akafika ama kuhitaji huduma katika gharama ambayo itakuwa ni nafuu zaidi kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuweza kugundua tatizo ama shida ambayo inampata katika masikio. Lakini pia mbali na hapo, kama tulivyoongea awali kwamba changamoto ya usikivu kuna namna mbili za kuweza kuitatua. Moja, kufanya management kwa kupitia matibabu ya changamoto ya usikivu kwenye ugonjwa, ama kufanya management ya rehabilitation kupitia vifaa. Sisi kama Kitonga tumejipanga zaidi kwenye kutoa management, lakini pia kwa kufanya rehabilitation ya kutumia vifaa vya usikivu. Kitonga tunatoa vifaa vya usikivu kwa watu ambao watagundulika na changamoto za usikivu, hawasikii vizuri. Baada ya vipimo, kuna vifaa ambavyo vitakuwa vinapatikana kwa mtu ambaye ana changamoto ya usikivu kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuanza kusikia vizuri kama awali alivyokuwa anasikia, ama tofauti na kipindi kile ambavyo akiwa na changamoto ya usikivu. Lakini pia tutakuwa na program mbalimbali za kuweza kutembelea baadhi ya maeneo kama vile misikiti, makanisani na kwenye jamii tofauti kwa ajili ya kutoa elimu ya usikivu ili mtu aweze kutambua nini kuhusiana na usikivu, nini kuhusiana na changamoto ya usikivu, na akiona jambo fulani afike wapi kwa ajili ya kufanya nini kwenye usikivu. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha sana, karibuni Kitonga Medical Hospital kwa ajili ya kufanya vipimo vya usikivu na kupata matibabu ya changamoto ya usikivu. Jambo moja na la msingi, hii changamoto ya usikivu inatatulika. Inatatulika kwa namna gani? Jambo la msingi kuonana na daktari wa usikivu ambaye anaweza kukusaidia kulingana na shida yako, kulingana na vipimo vyako ambavyo vitaonesha nini kifanyike.